kufanya kazi. Je, pengine hali ya ugatuzi kufikia sasa iko vipi? Je, kuna mabadiliko upande wa maendeleo katika nyadhifa ama katika maeneo tofauti tofauti, ama bado tu katika zile nyakati za serikali moja? Imeleta mabadiliko. Kuna mabadiliko ambao Wakenya wameona, na kuna zile sehemu ambazo zilikuwa chini tumeona zimeinuka, kama Turkana, sehemu kama nini wamepata maendeleo kupitia ugatuzi. Yeah. Kwa hivyo ugatuzi ni kana kwamba unaanza kuleta mwanga mpya. Inaleta mwanga mpya, lakini sasa kutekelezwa zile sehemu zingine ndio maana ilikuwa inaletwa mambo ya kupigwa msasa. Kuna vipengele zingine zinaumiza watu. Tunasema ni nzuri na kwingine pia si nzuri. Kwa hivyo kidogo imesaidia na kidogo pia iko mali imefinya wananchi wa Kenya. Yeah. Kwa hivyo ugatuzi tu kimtazamo wako unasema iko balance. Kuna wengine inafanya kazi, wengine haifanyi kazi. Yeah. Lakini pengine pale ambapo haifanyi kazi ni sehemu kama zipi? Kwa sababu unajua watu wengi wako na zile fikra kwamba ugatuzi umekuja uletee maendeleo wananchi wa mashinani. Mtu yote awe at least anaweza kusema haya maendeleo yameletwa karibu na mimi. Ya mali haifanyi kazi ni ile ilisemekana kwamba tumetoa power juu imerudi chini. Hapo ndio sasa ijafanya kazi. Maana sasa yule mwananchi wa chini anazidi kuumia. Tukiangalia sekta ya matibabu, haiko kuna mwananchi mashinani. Tukiangalia zile pesa kupitia katika MCA wetu ambao tulikuwa tuna mwananchi ajua huyu ndio kiongozi wa chini ambao tunaweza kimbilia kwake. Unakuta sasa pale mwananchi apate msaada wake pale ikipitia kama basari. Tukiangalia sasa hii kama hizo basari vile ilitoka wakati ugatuzi iliingia, tukaona mabasari zinafanya kazi. Zinapata mabasi zinatonunuliwa katika mashule. So hizo ndio pungufu ambao tumeona kwamba yule mwananchi wa chini hajaona matunda. Anaona tu matunda ya maendeleo kama tumejengewa hii, imeleta hii, iko kiwango yetu, lakini sasa ile kiwango kuifanyia kazi ile ifikie yule mwananchi wa chini, hapo ndio sasa viongozi bado wamekanganya yule mwananchi wa chini. Kwa hivyo wale viongozi wetu ambao tuko nao huku chini bado hatujaona kazi zao. Hawajatoa kazi kwa yule mwananchi wa chini. Manake mwananchi wa chini analia, sioni mbunge wangu, sioni MCA wangu karibu. Na ajui inaendelea vipi. Pesa ile ikija katika county ambao mgao ile ikitoka national government, mwananchi bado ajui hii mgao inaenda vipi. Katika wodi yetu mgao yetu ni gani? So hizo ndio vitu bado inakanganya yule mwananchi wa chini. Haya mambo hayo, kwa sababu watu wengi wamekuwa na azma ama wamekuwa na fikra tofauti kuhusiana na swala zima la ugatuzi. Tukiangazia tu kaunti ya Mombasa, kwa sababu unajua wewe ni mzao wa kaunti ya Mombasa na ni kiongozi wa kaunti ya Mombasa, pengine pengine ukiangalia tu hali ilivyo katika kaunti hii ya Mombasa. Tukiangalia yale maeneo bunge maina ambayo yako hapa Mombasa, ilikuwa la Nyali, matano kama sikosei, la Nyali, kuna la Kisauni, kuna Mvita, kuna Likoni, kuna Changamwe na Jomvu. Je, pengine katika haya magatuzi madogo ya Mombasa, je, unadhani pengine ugatuzi kidogo umepeleka nyanjani maendeleo? Tukianza na ile gatuzi lako dogo la Nyali kama sikosei. Yale maendeleo tunaweza sema, wajua ugatuzi maendeleo hatuwezi pata kama bunge letu la Mombasa imelala. Ikiwa kama bunge letu la Mombasa ilikuwa inaweka mikakati na kupita mswada zile za kuhusu mwananchi yule mkaji wa Mombasa, hapo ndio ingekuwa sasa yule mkaji wa Mombasa na enjoy ile ugatuzi. Maana kila kitu kipitishwa katika bunge kwamba wangesema sasa usuru ya Mombasa kwa wale wanabiashara ambao ndogo ambao wanafanya biashara Mombasa, tumewashukishia usuru na tumepitisha katika bunge letu la kaunti ya Mombasa. Hapo sasa yule mwananchi wa chini angekuwa anasema kweli tumepata nafuu kupitia kulipa usuru. Unajua mheshimiwa, tukisalia tu hapo kwa mabunge ya kaunti, pengine kutochangamkia ile miswada ambayo ni ya manufaa kwa wananchi. Ni kutoe tu kidogo kaunti ya Mombasa, lakini kaunti jirani hususan ya Kilifi na Kwale,
Sasa kuna shuhudiwa swala la kiangazi na njaa. Je, unadhani pengine serikali za kaunti hazijafanya juhudi kisha kwamba zinakabiliana kamilifu na majanga kama haya? Kwa sababu tunakumbuka kwamba mwaka 2009 kuna ile janga ambalo lilikuwa kama janga baya zaidi kuwahi kushuhudiwa hapa nchini, ambapo wafugaji walienda hasara. Kuna wananchi ambao walipoteza maisha kutokana na makali ya njaa. Sasa hii tunavyoongea, kuna sehemu tayari mifugo imeanza kufariki, sehemu ambazo kuna shirika ama kuna county ambayo inafaa kuangazia sana ni vipi wataangalia hawa wafugaji pamoja na wananchi wao katika majanga pengine ya mbeleni. Je, unadhani pengine county bado hazijafanya juhudi kisha kwamba zinakabiliana na majanga kama haya ukame? Hawajaweka mkakati. Manake uongozi ukitaka na unataka kuongoza wale watu na zile unaangalia zile changamoto ambayo inakumba yule mwananchi wa pale. Tukiangalia kama kaunti yetu jirani, niseme tu Kwale kaunti, unakuta iko uhaba wa maji. So ile serikali kitu cha kwanza, agenda ya kwanza ambayo inafaa ijadiliwe katika ile bunge la kaunti ni kuangalia tutadhibiti maji vipi katika eneo letu. Tutachimba madamu ili santen hizi wanyama kupata maji kila mara. So hizo ndio changamoto ya yule mwananchi wa chini, yule mpiga kura ambaye inafaa nyinyi kama viongozi muangalie kudhibiti zile shida wanapitia. Maana kama mtu atapoteza mfugo kama 10, wajua hiyo ni hasara kubwa sana kabisa kwa yule. Maana yake wengine watakuwa wanajinyonga, na tegemeo la yule mwananchi wa chini ni hiyo mfugo, apate maziwa pale na apate kusomesha watoto pale kupitia zile mfugo. So ikiwa atapoteza mfugo 30 na ile viongozi wajaangalia ili swala wakawekea manani, hata ile mgao ambayo ilitolewa katika serikali kuu kwamba ya kusaidia zile sehemu ambazo zinakuwa na janga, utakuta hata hiyo mgao haiendi kwa yule mwananchi yule wa chini kabisa ambaye anateseka. Maana inafaa viongozi wamekaa chini pamoja, wameleta vitu vyao pamoja, na kila kiongozi akaleta shida katika eneo lake, ambapo hiyo ni kupitia kwa mbunge akae na wale ma MCA ambao inatengeneza ile constituency. Waangalie katika hii constituency yetu ward fulani iko na shida gani, ward fulani wewe una shida gani, alafu tunatatua zile shida kwa pamoja. Na ndio maana nasema kila mara, ikiwa tumepiga siasa, tumechaguliwa kama viongozi, inafaa after politics, tumemaliza kura, viongozi waje pamoja bila kuangalia wewe umechaguliwa na chama gani, wewe umechaguliwa na chama gani. Tuje pamoja tuangalie Mombasa tunaweza fufua uchumi vipi, tunaweza saidia wakaji wa Mombasa vipi. Hiyo ndio uongozi ambao tunataka. Kwa hivyo wewe unasema kwamba bado viongozi wakichaguliwa hawakai pamoja kama viongozi wa county. Yule umemtoa uwezi chukua shauri kwake, lakini hata yule wale ndio sasa wanakaa kama kamati kuangalia ni wapi nilikosea na ni wapi nilifanya vizuri. So hiyo ndio kiagia sasa uongozi hata ya Tanzania. Unakuta marehemu Magufuli alikuwa anaongoza, lakini ukikuta kamati yake ni wale retired presidents ndio wako pale kumadvise which way. Maana sasa wasaka katika ile kiti na wanajua ni wapi walikuwa wameteleza na ni wapi walikuwa wanafanya vizuri. Haya, shukran sana Mheshimiwa Beno Loch. Kumbuka dakika ni 21 zimekatika baada ya saa 11 kamili saa za Afrika Mashariki. Siku leo tulikuwa tunaangazia tu masuala ya ugatuzi na ulivyo kufikia sasa, ikiwa ni takriban miaka 9 tangu serikali za ugatuzi zianze kutekelezwa, lakini watu wengi wamekuwa pengine tu wakilalamika sana kusema kwamba bado hawajaona masuala ya maendeleo kule mashinani. Mwanduka Mahmud anasema yuko ndani anategea kipindi, msalimie sana mgeni wetu, shukran sana. Vile vile kuna Felix Dan anasema shida ni viongozi wa county, yani MCAs, MPs na magavana pia. Serikali kuu imepeana pengine migao ya kukabiliana na masuala ya majanga kama ukame, lakini hao viongozi wa county hawawajibiki. Kwa hivyo wawajibike ili kutatua shida kama hizo. Shukran sana. Pengine huyu tunajaribu tu kutilia mkazo wa kauli yako kwamba bado kuna viongozi ambao wako kule mashinani lakini hawajaonekana ni kitu gani wanafanya kama viongozi. Tukijaribu tu kusonga mbele vile vile, kuna mwingine anauliza
Mheshimiwa Beno Lodge tunatambua kwamba mwaka 2022 atasimama. Je, pengine ni wapi ambapo anaona mwenzake hajafanya kazi kule Ziwa la Ng'ombe? Hiyo swali anauliza. Unajua kila mtu ako na utaratibu wake wa kufanya kazi. Na kila kiongozi ako na ile sera yake aliyouzia wananchi na utaratibu utafanya kazi vipi na zile loophole ambayo alisema kwamba atatimiza. So now is the final, ni kila mtu afanye kazi yake, tuone legacy ambayo atawachia wakaji wa Ziwa la Ng'ombe. Hiyo ndio tunangoja. Legacy ile atakumbukwa nayo. Kwamba nilifanya hii, nilileta hii. Hiyo ndio naweza sema kama wakaji wa Ziwa la Ng'ombe tunangojea na tuna wait. Kwa hivyo uona the legacy ambayo atatuachia. Yeah. Kwa hivyo wewe unasema kwamba unaenda pale kuhakikisha tu sio kwamba pengine unaona kuna nyanya ambayo tayari sasa unaweza sema kuna hapa hajafanya, hapa hajafanya, lakini unasubiri tu mwanzo uone huu mwaka ukiisha. Tuko na changamoto ambayo tunapitia mingi. Tuko na drainage system iko low, kuna taka ambayo ilikuwa na mwagwa katika uwanja wetu wa VOK hapo ambayo ilikuwa inaathiri wakaji wa Ziwa la Ng'ombe, lakini tuliongelea na zikatolewa. So tuko na changamoto katika Ziwa la Ng'ombe. Hatuna primary school, tuko na moja tu pale. Secondary school hatuna within Ziwa la Ng'ombe. Hatuna uwanja katika Ziwa la Ng'ombe ward. Ambapo hizo ni vitu ambao zinatakana ziwe katika ward ya Ziwa la Ng'ombe. Maana Ziwa la Ng'ombe ni kubwa. Na unakuta hatuna uwanja ya watoto wetu kucheza. Even the school ambao tuko nayo ya Ziwa la Ng'ombe school bado haina kiwanja ya watoto kucheza. Bado tunaiga tu, tunachukua uwanja katika Freya Town Ward. Ambapo hizo ni changamoto ambao wakaji wa Ziwa la Ng'ombe wanapitia. Nikiwacha yale ya ndani. Kwa hivyo unasema kwamba shida tu ni mambo na drainage, lakini shida ya drainage sio kwamba ni Ziwa la Ng'ombe. Watu wengi wamekuwa wakilalamika sana sehemu nyingi sana za kaunti ya Mombasa. So wewe pengine assume 2022 umepita bila hata kupata shida yoyote. Kitu cha kwanza ni utafanyia nini swala la drainage? Kwa sababu shida kuu ya drainage system ni kwamba watu wanajenga sehemu ambazo hazifai kujengwa. Ndio wanaenda ama wanatatiza ile mikondo ya maji. Je, pengine wewe assume tu umekuwa kiongozi, kitu cha kwanza ambao utafanya kisha kwamba unapigania swala hili ama unapiga vita swala hili la drainage system? Kitu cha kwanza ni kuwa na kamati katika Ziwa la Ng'ombe ward. Tutakuwa na kamati ya education, kamati ya wazee na kamati ya health kwanza. So hizi kamati ndio zitakuwa zinafanya kazi katika Ziwa la Ng'ombe ward. Na kupitia mambo ya drainage na kukaa na wale landlord chini na kuangalia kufungua zile njia. Maana tuko na shida hata katika Kidogo basi. Tunakuta hata barabara zimezibwa, hata kutoa mwili inakuwa ni shida. So ni hizo mikakati ya kukaa na wale landlord na kuhakikisha wamefungua zile manjia zile wamefunga, ili tupate njia ya kupita na wananchi wapate kumove. Hata tukiwa na matanga, tukiwa na mgonjwa, tupate gari kufika kuchukua yule mgonjwa na kuokoa maisha. Kwa hivyo hilo ni swala la plan. Watu wamejenga bila plan, kwamba hapa pengine tuache sehemu ambapo kulikuwa na mabarabara, lakini sasa watu wanakuja kufunga. Unajua sasa zile kufunga mabarabara. Lakini ikiwa kuna uongozi pale na kupatia direction, na ingekuwa zimefungwa. Maana sasa kitu cha kwanza mpaka tuhakikishe maji inaelekea wapi na nani amefunga njia ya maji, ili tudhibiti. Kama ni kuchimba mashimo, tutachimba mashimo ya kumeza yale maji. Siloboy Lukaka anasema Kilifi tip market na madereva wenzangu tuko locked. Salimia sana mgeni, shukran. Mwingine anauliza tena hapa. Huyu ni Hamisi Kewa. Anasema muulize mgeni kwa sababu anasema kwamba watu wameziba. Je, kule kuziba ni kuziba aina gani? Watu wamejenga sehemu ambazo hazifai ama ni grabbing? Sio grabbing. Wajua kuna kila plot iko na mpaka na nyumba unatakana ukijenga kutoka kwa plot uache 3 feet ya barabara, na inatakana ile mabati ya nyumba yako isianguke kwa plot ya jirani. So unakuta zile corridors ambazo zilikuwa zinapita watu wamefunga kutumia. Hizo ndio kitu namaanisha ile kufunga. Maana unakuta between nyumba hii na nyumba hii the hand imefungwa na block. So njia haipiti through.
Maanake wengine walikuwa wanafanya kudhibiti usalama, kwamba hapa waizi wanapita nayo, ama waizi wanavunja madirisha wanatuibia mafoni zetu. So hizo ndio vitu ilileta kuzibaziba ile, lakini sio ati wamegrab kwamba wameziba, no, ni ile tu kudhibiti kwamba kuna waizi wanapita hapa. So wamefunga tu ile vitu ni nyumba na nyumba, lakini si ati wamefunga kwamba kuna grabbing au nini, no. Yeah. Haya, Nune El Misri anasema anategea kipindi. Shukran sana. Fatuma Rajab anasema salimia sana mgeni wetu siku hii ya leo. Anasema shida kubwa ni viongozi wetu kuenda na chama. Je, pengine yeye hiki chama hata akichaguliwa atafanya vipi, kwa sababu watu wengi hugawanyana kwa misingi ya vyama? Hapo wamesema ukweli. Chama tunaenda kwa sababu ukitaka kupitisha mswada wako katika bunge la county ama bunge la taifa, lazima uwe na uungaji mkono. That is why even 2017 sikubudi kuenda kwa independent. Manake ningeenda kwa independent ningekuwa kama mtoto yatima, ambapo mswada yangu nikipeleka bungeni hakuna ile kuungwa mkono. That is why we go for the party, ili kupata majority. Ukiwa na mswada unapata uko na watu back. Maana sasa ikifika mswada imefika bungeni unasikia majority na minority. So hizo ndio vitu changamoto ambazo ziko katika parliament. But this time Wakenya wamerevuka na waangalii chama. Kwa hivyo yule kiongozi atategemea kwamba ni chama itampeleka. No, safari hii tunaona wananchi wanachagua kiongozi mwenyewe, but not party. Kwa hivyo tuseme tu kweli kulingana na kauli yako kwamba kwenye mabunge yetu still bado parties who play a very big role, kwamba kama wewe hauna uungwaji mkono hata kama mswada wako ni mzuri ni vigumu sana kupita. Ni vigumu sana kupita. Kwa hivyo still bado kuna hilo swala la kwamba chama kama wewe pengine umeenda pale lakini chama chako hakina watu wengi, hata kama unafanya kazi kivipi, lakini miswada yako ile amana haitafuatwa, watafuatwa wale watu ambao ni wengi katika bunge. Ndio maana mnaangalia sana vyama. Hiyo ndio maana, lakini this 2022 hakuna mtu ataangalia chama. Ataangaliwa kiongozi mwenyewe. Maana yake tumeona katika by elections kwamba watu waendi na chama, wanaenda na mtu mwenyewe ambaye anaweza akawakilisha wananchi bora zaidi. Wacha tusikie kwenye laini ya simu. Radio Salam, hello. Hello Radio Salam. Wa alaikum salam. Simpati kabisa. Wa alaikum salam, karibu sana. Kuna shida moja huku lazima inasumbua sana, hasa kiangalia masala ya drainage. Na tunaona wengi hata paka piga kelele sana ndio waje washughulikiwe. Sasa kama kiongozi anafaa fanya nini hasa katika swala zima hili la drainage? Asante sana. Shukran sana. Bila shaka umepata swali lake huyo. Anasema shida kubwa ni drainage system. Ni kama kiongozi ni kitu gani anafaa kufanya kuhakikisha kwamba yaani masuala kama haya yanatatuliwa? Hiyo ndio maana nilisema kwamba kuna kamati ambao ukikuwa nao on the ground wataangalia hilo swala mzima la drainage, na tujue kusolve the drainage itakuwa ni how much, ni pesa ngapi itakuwa inafanya hizo drainage za Ziwa la Ng'ombe ward kudhibiti. So ikija budget kama kiongozi, hiyo ndio mswada ambao nitapeleka katika bunge la Mombasa, na wakati wa budget hiyo budget ya Ziwa la Ng'ombe ward iwe katika budget ya Mombasa County. So ikitoka Mombasa County ikienda national government, ile mgao ikikuja, mimi kama kiongozi wa Ziwa la Ng'ombe nitachukua ile budget yangu ya drainage na nipeleke na tufanye hiyo kazi. Hiyo ndio kazi ya kiongozi kufanya. Lakini mheshimiwa, kuna wakati county zilitengewa fedha takriban zaidi ya milioni 70 kwamba hizi ziende kwa county kuona ni vipi zitapambana na majanga ikiwemo mambo na flooding mara nyingi huletwa nini na drainage system. Je, pengine fedha zile wewe tu pengine tuseme kwamba hii ina maana kwamba viongozi wetu ama MCAs hawakujukumika kikamilifu kuona ni vipi watatumia zile fedha kujaribu kuangazia masuala haya ya drainage system? Nakwambia uwezi ongoza. Mimi kama Ben Olwach siwezi nikaongoza peke yangu. Uongozi ni wananchi.
na usipokuwa na kamati on the ground huwezi fanya anything. Maana ukiamka kwako utakuja county, hujajua mitaa inaendelea vipi. Maana this kamati ndio inafanya kazi mashinani na wanakuletea zile report. So ukiona hizo fedha zilikuja, lakini ilikuta wale viongozi, kila kiongozi hajajipanga, hajajua kwamba kwangu iko drainage vipi na nitafanya vipi. Ikiwa hujaleta mafundi pale na wakatoa quotation ya ile drainage, ama hapa tutaweka mashimo ngapi ili hii maji ifanye kutoka, hii shida tutatatua vipi, hata upewe pesa utaanza kufanya nao wapi? So those mpaka ufanye research na ujue ni nini na inafanya. Na hiyo ndio maana ulikuwa unashuhudia hata safari nyingine pesa zinarudi katika national government kwamba budget imefika na zile pesa ziko pale haijafanya kazi. Kwa hivyo uongozi ni watu, lakini ukiwa umetangamana na watu huwezi ongoza. Haya, shukrani sana. Dakika 33 zilikuwa zimekatika baada ya saa 11 kamili saa za Afrika Mashariki. Tunazidi kusonga mbele, lakini kumbuka nambari zangu za simu ziko wazi 0705778567, upande wa WhatsApp na SMS 0707446325. Kama pengine uko na swali lako unaweza tu kadondosha upande wa WhatsApp, vile vile unaweza ukaweka tu kwenye ukurasa wetu wa Facebook @SalamKenya, ili tuone ni vipi basi mheshimiwa atakuwa anaangazia sana ama atakuwa anaangalia swala lako hilo. Vile vile kuna Mrisi nao anasema tuko pamoja bro na kupata vizuri sana nikiwa maeneo Mwimbeni. Shukrani sana, sijui Mwimbeni wapi, lakini bila shaka ujumbe wako umefika. Kuna Kizugu Zoma anasema tundu from Chuda, ndio maskani mtu wangu, pamoja sana twende nalo. Shukrani sana. Pascal Ozil anasema loud and clear na kupata nikiwa county 003. Alafu Rashid Ndoro anasema 005 port brother tuko pamoja, shukran sana. Kwa hivyo watu wanazidi kutegea kule tu, lakini tukirudi tena kuna swala ambalo mheshimiwa anataka tuliangazia, hali ya kujitayarisha kwa uchaguzi mkuu mwaka 2022. Tumeona uchaguzi mkuu uliopita kidogo kulikuwa navuta ni kuvute, uchaguzi ukafanywa, watu wakielekea kotini, uchaguzi tena ule wa presidential ukarejelewa. Je, pengine unadhani wewe kama kiongozi na pengine mtu ambaye umekuwa ukijaribu kupigania masuala ya wanaharakati, je, unadhani pengine tume huru ya uchaguzi na mipaka imejitayarisha vya kutosha kupambana ama kuandaa uchaguzi mkuu mwaka 2022? Tume ya uchaguzi tunashangaa bado wanasema hawajapata zile fedha ambao walikuwa wanahitaji. Wanasema kwamba ile kiwango wamewekewa ni kidogo, ambapo pia tulipiga mdomo kwa vyombo za habari kwamba waongezwe ile budget yao vile wamebudget. Na tunakuta kwamba tume ya uchaguzi inalala mpaka ifike at the end ndio sasa wanakuja na masharti mengi sana, lakini wako na miaka 5 kuprepare kwa uchaguzi mkuu, kuweka zile mkakati na kuangalia zile loophole mali walipitia, kama zile shida zilipitia wanaziba vipi. Kwa hivyo sisi ni kuwasikiliza tu ili watekeleze, lakini kauli yao wanasema kwamba wameprepare for 2022 election. Na wamechagua makomishona, tumeona wamefanywa vetting na wanaendelea na maandalizi. Kuna swali lingine ambalo kidogo linafanana na hilo. Mwingine anasema kwa sasa tunaelekea katika siasa na viongozi washaanza kujipigia debe. Je, mwananchi ajitarishi na nini? Ningependa kusikia kwako kama kiongozi Badi kutoka Mtopanga. Nafikiri Wakenya ni wawe macho na waangalie viongozi wale wako nayo, manake uongozi ni Mungu ndiye anatoa kiongozi, lakini tusiangalie, manake tuko na mwanasiasa na kiongozi. Kuna yule mwanasiasa ambaye anataka ashibe tu tumbo lake, lakini si kuongoza watu, hana utu ile uongozi. Ako na ile ni nyakue, nitengeneze ABCD nitoke. Kuna wale wameprepare like 50 million atumie hii kununua watu, lakini apate faida ya 50 million again. Kwa hivyo ni wananchi wawe macho, na kiongozi huwa anaonekana kama yule mzee wa mtaa. Kiongozi ni yule yuko na wewe pale na anajali, anajaribu, ndio mnasema huyu anajaribu. Je, tukimpatia anaweza kutupeleka mali? Lakini tusifuate tu yule amekuja leo anakuambia hivi. Na pia tuepushe wale viongozi ambao kazi yao ni kutaja ukabila tu, sijui bana fulani sijui nini. Tuangalie viongozi kama hao,
na tusikize sera, sio ile ndogo tunapewa 500 mia ngapi. Tusikize sera na maandalizi ya huyu kiongozi atafanya nini, lakini sio mtu kukuja kwamba nitafanya miradi mingi, nitapeleka vijana kazi na nini. Vijana hakuna mahali watapeleka kazi, maana kaunti ya Mombasa haiwezi tosha vijana wote kupata kazi. But tunataka viongozi ambao wanaweza kuwa watafungua viwanda ambayo itadhibiti vijana, maana tukikuwa na viwanda hiyo ndio kupatia wale vijana ajira. Lakini sio mtu anakuja kwamba nitapatia wamama sijui hii, nitapatia yeye, hizo vitu atatoa wapi? Maana siwezi sema kitu ambao sitafanya, hiyo nitakuwa nimedanganya. Lakini tukiwa kama viongozi, after kuchaguliwa, wale viongozi ambao wananchi watachagua waje pamoja na waangalie katika Mombasa County. Tunataka kuangalia viwanda, tuseme kwamba tuangalie Coast Province kwa jumla, tuangalie zile Ramisi Sugar tunaweza fufua vipi, zile kiwanda za Koroso tunaweza fufua vipi. Itakuwa inadhibiti hao vijana wetu. Tulikuwa na Kenya Breweries, Kenya Refinery ilikuwa imeajiri watu, lakini sasa zikihamishwa, tukiwa na viwanda ndio tutakuwa tumedhibiti vijana wetu, na tutakuwa tumeweka ajira, na tutakuwa tumefufua uchumi wetu wa Mombasa. Kwa hivyo la msingi ni kwamba vijana waweze kutafutiwa ajira. Tunaona ni vipi tutakuwa ama tutawaweka katika karibu tu. Ni tufungue viwanda, vijana wapate ajira. Na tumeona tukisalia hapo kwa vijana. Unajua vijana sahihi, vijana wengi hutumika sana naona siasa, kwamba hao hutumwa kujaribu kuvuruga mikutano kadha wa kadha. Tumeona hata hivi majuzi kule mineo ya Western kuna baadhi ya viongozi ambao pengine walikuwa wameenda kule kuuza sera zao pengine za mwaka 2022, lakini wakaweza kupurua mali. Na swala hili limekuwa likionekana sana. Je, kama nyinyi viongozi na nyinyi ambao pengine mnaingia katika huu wakati wa siasa, ni kitu gani ambacho mnafaa kufanya kisha kwamba vijana hamuwatumii ama hamuwaingizi katika masuala kama ile ya kuvuruga amani? Mimi ningetoa tu ushauri kwa vijana kwamba wasikubali kutumika wala kupewa kitu kidogo na kufurusha mtu. Nafikiri katiba ya Kenya imepatia kila mtu uhuru ya kuuza sera zake. Ni tusikize sera. Manake hata vijana wale wanawapiga bado wanapiga tu ndugu zao. Bado utakuta napiga tu mzazi wake ambaye alienda katika ile mkutano. Kwa hivyo hizi vurugu tunaomba tu vijana waepukane naye. Ikiwa mtu kiongozi anakuja na hiyo nia ya kuwapa kitu kidogo ili mvuruge mkutano ya fulani ama nini, hiyo sio uongozi. Wacha kila mtu auze sera yake, alafu mwananchi ataamua. Na hili swala tunawachia vijana, maana vijana ndio tegemeo la wazazi. Sasa vijana ndio inafaa warevushe wale wazee na wamama wale wa nyumbani, kwamba fulani sera yake tunaona inaelekea wapi. Maana hao vijana ndio wamesoma na wataelewa vizuri, huyu anatudanganya ama huyu anatupeleka mahali. Hii kitu anasema hata ingia kilini. Maana kuna mtu anaweza toa sera nyingine ambao ukisikiza unasema na hii itafanya kazi ama haitafanya kazi. So pale unachukua akili, unasema huyu anatudanganya ama huyu anasema ukweli. Kwa hivyo mimi natii tu vijana kwamba tusikize sera na tuache ile mambo ya uchochezi, kuchochewa kwamba nenda furushie mtu mawe ama nendeni maharibu ile mkutano. Hiyo sio demokrasia. Demokrasia ni tusikize sera na tungoje debe tuamue ni nani tunachagua. Kwa hivyo hizi unajua tukisalia tena hapo kwa viongozi. Unajua viongozi wanafaa kuwa kielelezo. Lakini tumeona katika by elections, tumeona kule Msambweni, tumeona kule Kabuchai, tumeona kule maeneo ya Kakamega, viongozi wenyewe walikuwa wanapurana mawe. Viongozi wenyewe walikuwa wanashikana mashati. Je, pengine kama kiongozi unadhani pengine ni kitu gani usababisha viongozi kufikia wakati kuanza kuvutana mashati wakati wananchi wanaangalia? Kwa sababu nyinyi, kuna kijana pale nje anaangalia nyinyi viongozi. Kama nyinyi viongozi mtashikana mashati, mnataka vijana wafanye. Pengine shida ni nini ya viongozi ambao hupelekea sana kuanza kuvurugana na viongozi wenzao? Kwanza hizo nilikasifu sana katika vyombo za habari ukisikia yale yalitokea Kwale na kwingine. Maana unakuta hata wale wanavutana mashati pale si wenyeji wa pale, ni wageni, lakini unakuta mtu ameenda ugenini na ndiye ana fight kuliko yule mwenyeji, mpaka wale wenyeji sasa wanachungulia tu viongozi wanapigana. Kwa
Kwa hivyo tulikuwa na tume ya maadili, inafaa ichukulie wale viongozi ambao wanatoa cheche na uchochezi na matamushi ambao haieleweki. Inafaa hawa viongozi wadhibiwe, maanake sasa kiongozi ni kio cha jamii, na inafaa mwenendo wako iagizwe na wale watoto wanakuja, kizazi ambao wanakuja, kwamba waige mfano wako. Na pia ndio wale mtoto hata akisoma na atasoma akisema mimi nataka nisome niwe kama fulani, lakini sasa fulani ambaye anataka kuwa ndio yule matusi kibao, kurusha maneno kibao. Kwa hivyo na si tu viongozi wale ambao wanatoa matusi, ambao wanatoa cheche na kuchochana, inafaa wadhibiwe vikali, na hiyo sheria iwe kali sana kwa viongozi kama wao. Nikijaribu tu kupitia baadhi ya jumbe, naona pale mwingine anasema kuna baadhi ya Wakenya hata hawatambui viongozi wao, wanachaguliwa alafu kuonekana tena ni baada ya 5 years. Je, hiyo devolution wataitambua kweli? Hakuna. Jeff anasema hakuna manufaa yoyote, bali viongozi wamekuwa wakijinufaisha mwenyewe kupitia huo ugatuzi. Mashinani watu wanateseka na viongozi wao wako tu maofisini bila kutambua shida za watu waliowapigia kura. Hebu watuambie, ama sema watembee waone vile huko ground mambo yalivyo. Hawa tu ni baadhi ambao wanasema kwamba kufikia sasa ugatuzi bado. Mwingine anasema kuna changamoto ya uhusiano mwema kati ya viongozi na wananchi, na hata wanaojiita wafuasi ni kwa sababu ya kitu kidogo. Tuelekea wapi? Hasano kutoka maeneo ya Mishomoroni. Kwa hivyo karibu wote wanasema kwamba bado ugatuzi ni wale unaona mtu anasema ni huyu ni kwa sababu mwishoni atapata ka kitu kidogo au iko mfuko. Alafu sasa anaenda hapa amechagua yule mtu ambao sie. Alafu yule mtu pia atasema tulimalizana, huku nipigia kura bu. Sasa I don't care, anasema sasa viongozi wanapotea manake alinunua. So yeye anapotea akisema hawa nilimalizana nao, na ikifika 2022 nitawanunua na niendelee na kazi. So hii ndio kitu nataka wananchi watoe katika akili yao, manake ukitumia pesa utapata ile uongozi bora ambao walikuwa wanataka. Nataka wasikize sera na wachague kiongozi ambaye atawafanyia kazi. Shukran sana. Mwingine anasema Abdalla Mazera anasema locked bro, gotea sana Ben Oloch. Shukran sana, bila shaka salamu zimefika. Tukirudi tu pengine tukimalizia kwa sababu naona robo saa tu peke yake tayari, naona muda umekimbia, sijui kwa nini lakini ndio hivyo. Wacha kidogo tuangalie tu vile wale ambao pengine wanaendelea kutuma jumbe zao upande wa Facebook. Mwingine anasema hapa, huyu ni Mamaua, muulize tu kiongozi wetu, japo mimi hata sitoki Mombasa, lakini muulize, amesema shule ni moja, yeye kama kiongozi akichaguliwa atafanya vipi kisha kwamba shule nyingine inapatikana? Iko njia mingi ya kunini, manake tuko na shule za binafsi pale. Kuna baadhi ya shule tunaweza geuza zikawa ni shule za government. Na hiyo inapitia kwa kamati ya education na kuona waziri wa education. Iko mikakati mingi ukiwa kiongozi kufanya na kuleta manufaa katika wale wananchi, manake wakaji wa Ziwa la Ng'ombe sasa waenjoy. Tukiambiwa shule ni bure, peleka mtoto shule, lakini sisi bado tunapeleka watoto kwa shule za private. So unakuta mzigo bado iko kwa mzazi wa Ziwa la Ng'ombe. So kama kiongozi tuta make sure shule tunaongeza na secondary school tunakuwa nayo katika Ziwa la Ng'ombe. Tukiangazia sana masuala hayo, tunaona kwamba shule za msingi ziko chini ya ofisi ya mbunge. MCA ameachua shule za chekechea ambazo nursery school. Je, pengine hali hii huoni pengine kuna kizingiti, ama ni vipi utashirikiana na ofisi ya mbunge kuhakikisha kwamba shule zaidi zinaletwa katika Ziwa la Ng'ombe? Kwa sababu tunaona kidogo county imeachua tu mambo na shule za chekechea upande wa education. Zile zingine that is primary school and secondary schools ziko chini ya ofisi ya mbunge ambayo ni serikali kuu. Na wewe ofisi yako iko chini ya county. Je, pengine utafanya vipi kuhakikisha kwamba mbunge pia anaangazia sana eneo lako? Ukichaguliwa lazima ufanye kazi na mbunge. Manake vitu mingi zinapatikana katika ofisi ya CDF. Tukisema ni roads zinataka kufanywa, ikitoka Kera inaingia kwa ofisi ya CDF ndio inakuja kwa eneo. Kwa hivyo usipofanya kazi na mbunge hakuna kitu utafanya. Manake ukiwa kwa ofisi ya mbunge zile mswada zako zote zitakuwa
mnashirikiana na mbunge, na mbunge pia atakuwa anapata sifa pale ikifanywa ile shughuli. Kwa hivyo wewe unasema kwamba wakati tu pengine ukipata nafasi utahakikisha kwamba iweje mbunge wa chama gani, Lazima kwa sababu tumeona wanasiasa ukianza kushikana na kwa sababu mimi chama changu pengine niseme ni PAA, lakini nimechaguliwa sasa nimechaguliwa na PAA, naanza kushikana na mtu wa DP, naambiwa sasa huyu ameanza kuwa si mwaminifu wa chama, wacha tumtimue. Je, unadhani pengine shida ama vyama kupelekea kudorora kwa maendeleo kutokana na mambo kama, kwa sababu unaambiwa ukishirikana na huyu ni wa chama chingine na wewe ni wa chama chingine, unaanza kupatiwa frustrations kutoka kwa chama. Je, unadhani pengine huenda kukawa na hapo ndio tunakosea? Na hapo ni kuumiza yule mwananchi ambaye alikuwa amepiga kura pale mashinani. Manake maendeleo inafaa mfanye, na huwezi fanya maendeleo peke yako bila kushirikiana na ofisi ya mbunge na county. Kwa hivyo hizi ukishirikiana na yule katika maendeleo, kila chama iko na utaratibu wake. Itakuwa vipi umevunja zile agano ya chama? Hizi ndio fikria za viongozi zimepotea. Inafaa after election tuje pamoja. Ikiwa kuna mkutano ya chama, attend, lakini si ati kwamba umefanya kazi na yule umeingia katika ile chama. Nafikiri hata baba yuko na uhuru, lakini kila mtu na chama chake. Ijaua ODM kwamba ODM imeingia Jubilee. ODM bado imestand as ODM. Lakini kazi inafaa after election viongozi moja pamoja na mfanyie wale wananchi kazi. Maanake hao wananchi ndio wamewaajiri kazi. Lakini sasa kama yule mwajiri ndiye anateseka zaidi, umekalia yule alikupatia kazi pale, unaanza kumdharau, sasa tunaenda wapi? Kwa hivyo hizi ndio imeteregesha maendeleo katika sehemu nyingi nyuma, kwamba yule siwezi enda, manake hakuna kera atafanya barabara katika eneo la ward kupitia kwa MCA, lazima iende kwa ofisi ya mbunge. Ndio mbunge aseme barabara hiyo. Sasa utakuta mbunge anafanya, MCA was not aware. Mbunge anakuja kufungua, MCA hayuko pale. Sasa wananchi watakuelewa vipi? Wataimba tu yule mbunge, lakini pale ndio nafaa MCA achukue cards. Kwamba afuatilie zile vitu na asukume kupitia ofisi ya mbunge. Ili ile mswada yake ije pale. Na sasa hii bwana nani, tunaona hata wabunge hawezi kuja kuweka baraza na wananchi na kusema kwamba Jumatatu tunaenda katika parliament, mswada ambaye inatupelekea ni hii na hii, ili mwananchi afuatilie mswada ile kipita iko na manufaa gani kwetu. Enzi ya Moi ilikuwa wabunge wanawaambia wananchi, wako na baraza lao kila weekend, anakana wananchi, ameweka baraza, anatubia kwamba tutaenda bungeni, mswada ambao tunaenda nao ni hii na hii, na hiyo mswada ikipita sisi pia tumepona, hii shida yetu itakuwa tumetatuliwa. Sasa hii mwananchi ajui hata ni mbunge wake anaenda kuongea nini bungeni. Wakisikia tu ni mzozo ya pesa, ambapo wanauliza kwani kuna nini inaendelea. So inafaa uende na wananchi wako, na bila kamati katika mashinani itakuwa hizi ujumbe inafikia nani? Maana kiongozi lazima uwe na intelligence wako katika ground. Mtu amekufa, usaletwa report, unajua ni fulani, inafaa upeleke mchango kama mheshimiwa, utoe msaada pale. Mtu ni mgonjwa anataka kupelekwa India, kama kiongozi inafaa uwe na information. Lakini kama uonekani mashinani, ujue hao wanakaa vipi, wewe ukionekana mara moja ni gari na umerudi, unaongoza nani nao? Tukimalizia, naona watu ni wengi sana. Judy Ngogode anasema bado anategea kipindi. Shukran sana. Naona pale kuna Chicks Julius, Sami Rai, wakina Masika Sikolo vile wengi sana. Naona wanazidi kuinginika. Lakini kwa sababu ya muda, mkazi wa Ziwa la Ng'ombe atarajie nini kutoka kwako pengine? Ziwa la Ng'ombe niko nao since 2017. Tunabanana nao, ikiwa ni shida hakuna, tuko hivyo. Tunasaidiana, kama ile haiwezekani unasema tuangalie tupeleke hivi mchango. So tunashirikiana na wakaji wa Ziwa la Ng'ombe, na naomba ushirikiano wao iendelee hivyo ili tuboreshe maisha ya watoto wetu, tuboreshe maisha ya wakaji wa Ziwa la Ng'ombe kwa jumla. Mkazo ni wachunge sana na agenda za
wale viongozi ambao wanakuja, viongozi wa uchochezi, waweke ukabila kando. Maanake ukabila pia inachangia sana, kwamba huyu si mkwetu, huyu sijui ni wa wapi. Tuangalie uongozi ambaye itamarisha maisha ya wakazi wa Ziwa la Ng'ombe. Tusikize sera za viongozi wote, lakini sio kubagua kwa ukabila bila kusikiza sera. Na huyu atafanya nini? Huyu atatuletea nini? Changamoto ambayo tuko nazo Ziwa la Ng'ombe wanazijua zote. Shukran sana Mheshimiwa Beno Oloch, naona muda nao umefika. Dakika zilikuwa ni 7 pekee kutimia mida ya saa 12. Mpenzi msikilizaji, shukran sana. Naona watu bado wanatumana jumbe, nazidi kutumana jumbe yako pale kwa sababu mwanzo tu, lakini kwa sababu ya muda leo naona muda umekimbia sana, lakini tutamuita tena siku nyingine ili tuone hata kama pengine ni saa 2 tuziweke pale, kwa sababu naona saa 12 tayari imefika na mimi nami naambiwa haya, muda wetu umefika. Kwa hivyo sijui tu pengine mheshimiwa kama pengine unala kumalizia kwa viongozi pia, kwa sababu viongozi hutumia sana wananchi wetu, hutumia sana vijana hususan wakati wa uchaguzi. Sijui pengine tu wito wako ni gani kwa viongozi ili kuona ni tunaelekea katika uchaguzi ambao utakuwa wa amani, na uchaguzi ambao kila mmoja ataenda kupiga kura arudi afungue duka lake. Sio kwamba mtu afanya kutoroka wiki 2 mpaka matokeo, hapana. Anarauka bwana kupiga kura, yuko dukani, akirudi bibi bwana anaenda kupiga kura. Yaani maduka yaendelee kufanya kazi. Wito wako tunaomba hivyo, tuwe na amani na tuwe utulivu, na viongozi tuchunge zile cheche na zile matamusha ambayo tunatoa kama viongozi. Naomba viongozi sisi wote tuuze sera, lakini sio kuuza ukabila wala uchochezi kwa kabila fulani. Manake Wakenya wamekaa na amani tangu hapo. Kwa hivyo tusigawanye Wakenya wakati wa election peke yake. Wawache Wakenya waendelee kukaa vile tumekaa sasa. Tunapendana, ifika kura ni siri ya mtu. Pale uende upige kura yako, urudi nyumbani, uendelee na shughuli zako. Na tume ya IEBC iwe transparency na uwazi. Na vyombo zetu za usalama wawe macho kutoka sasa. Na wafuatilie wale ambao watakuwa wanaweka vijana vikundi na kuwapatia mawazo mabaya. Wadhibiti hizo mjadala hizo mapema ili tusipate ghasia wakati wa uchaguzi. Utamatamushi ndio unaleta uchochezi wa vita na vurumai wa uchaguzi. Kwa hivyo tunaomba amani. Wanadini wasaa kutoa kauli yao kwamba zile siasa ambazo zinapigwa kanisani si vizuri. Ita baraza, uza sera yako, lakini sio ndani ya kanisa. Kanisa ni mahali pa kuabudu, watu waende waabudu. Ukitoka kauze sera yako nje ya kanisa. Lakini kwa sasa tusitishe hizo mambo ya maombi kanisani, tunapiga siasa ndani ya kanisa. Maana kanisa ndio hata inchi kichafuka ndio mali ya Mkenya kukimbilia usalama. Lakini tukiona kama makanisa zimeanza kurushwa matiagas by now, nani atakimbia katika hiyo kanisa nao? Hakuna. Kwa hivyo tuheshimu nyumba za Mungu na tuwe watulivu na tuuze amani. Kila kiongozi atabiri amani. Manake Mungu ndiye anachagua. Lakini kama Mungu akupaka hiyo mafuta, huwezi kuwa kiongozi atufanye nini? Shukran sana Mheshimiwa Beno Oloch. Dakika ni 4 pekee yake, ama dakika 4 pekee yake zimesalia kutimia mida ya saa 12. Mpenzi msikilizaji, shukran sana kwa leo ambao umekuwa na mimi sako kwa bako. Naona jumbe bado ni nyingi, lakini kwa sababu ya muda pengine mtaniwia radhi siku leo, labda tu kuwataja tu. Naona Juma Mwatela pale, kuna Nazari Ibrahim Mkala yuko pale, vile Lumumba anasema bado yuko kwenye kipindi, Shedi vile anazidi kutegea kipindi, Judy vile namuona pale. Kwa hivyo shukrani sana kwa wote ambao wanazidi kutuma jumbe zao. Na pengine kesho ni siku pia, lakini kumbuka kesho tutakuwa tunaangazia masuala mengine ambayo yanafungamana na michezo. Lakini ndani ya Utepe Drive, mpenzi msikilizaji, ni siku ya Jumatatu kuanzia mida saa 10 hadi 12. Kama kawaida nimekuwa wako Omar Mazera. Shukrani sana, tupatane tena Mwenyezi Mungu akipenda juma lijalo kwenye Utepe Drive.